Mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba na Al Masry, timu kutoka Misri, imemalizika kwa Simba kufanikiwa kufuzu kwenda hatua nyingine. Hii ni mara baada ya Simba kupita kwa mikwaju minne ya penalti zidi ya mikwaju miwili ya penalti ambayo imepigwa na Al Masry. Sasa hii ilienda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalti. Hii ni mara baada ya mechi kuisha kwa Simba kushinda goli mbili, kitu ambacho kilikuwa kimefanya aggregate kuwa 2-2, kwa maana ya Al Masry naye alishinda nyumbani kwake goli mbili. So mechi mpaka inaisha ilikuwa imerevo aggregate, kitu ambacho kilipelekea kwenda kwenye matuta ya penalti, ambapo Simba ndipo walipopitia kwenye hiyo changamoto ya mikwaju ya penalti. Penalti za Simba zimepigwa na Charles Ahoua ambaye alikuwa wa kwanza kupiga penalti, lakini pia akaja Steven Mkwala alipiga penalti ya pili ambao pia alipiga penalti nzuri sana. Baadaye akaja kupiga Kibu Denis ambaye pia alifunga penalti nzuri sana. Wakati wa mwisho alikuwa ni Shomari Kapombe Show Me The Way ambaye pia alipiga penalti ya 4 na kufunga, huku Al Masry wakikosa penalti mbili zote zikidakwa na Kamara Pimpin. So ni sifa ziende kwa Kamara ambaye amejaribu kuiweka timu kwenye usawa ule, kwa sababu kama asingedaka penalty basi kazi ingekuwa ngumu sana. Lakini pia tuwapongeze Simba kwa kwenda hatua nyingine ya nusu finali, ambapo sasa manake kifuatacho ni kwenda kukutana na timu nyingine kutoka huko Egypt, ambapo Simba kwenye hatua hii ya nusu finali wanaenda kukutana na Zamalek ambao pia ni timu ya huko Egypt. So mechi hiyo itaanzia nyumbani Tanzania hapa. Simba wataanzia nyumbani kucheza na Zamalek, alafu wataenda kumalizia huko Egypt. So ni mechi ambayo pia Simba anatakiwa wajipange kweli, kwa sababu Zamalek ndo timu ambayo pia kwenye mashindano ni title contender wa ile kombe la shirikisho, ukimwacha huyu ambaye ni timu ya Morocco ambayo wapo akina nazungumzia timu ya Morocco ambayo inashiriki na yenyewe kombe la shirikisho, ambayo pia ni timu ambayo pia nayo imekuwa ni title contender, lakini baada ya hapo ndo unakutana na Zamalek ambaye pia ni title contender wa hili kombe. So mechi hiyo inategemewa kuwa ni mechi itakuwa ni ngumu kweli, kwa sababu Zamalek wanajulikana upinzani wao wakicheza na Al Ahly. Hii ndo dabi ya huko Egypt. So wanakutana na Simba, ambapo huenda ikawa ni rahisi pia kwa Simba, kwa sababu Simba kutoka kwenye hii changamoto atakuwa amejifunza vitu vingi sana, kwa sababu ukiangalia mechi zote mbili hizi za mkondo wa kwanza na mkondo wa pili ambazo wamecheza Simba, unaweza kusema mechi ambayo walicheza vizuri basi ni ile ya ugenini ambayo walicheza pale Egypt. Walicheza vizuri sana kuliko mechi ya leo, na huenda mechi ya leo pia imechangiwa na vitu vingi sana ambavyo vimefanya hii mechi isiwe nzuri sana, kwa sababu pia uwanja ulikuwa hauruhusu sana mpira kutembea, kwa sababu mvua zilinyesha, uwanja ulikuwa una maji mengi sana, so uliharibika. Huenda pia hiyo ni mojawapo ya tatizo ambalo limefanya Simba wakacheza under performance, lakini kwa kufuzu, kwa sababu kwenye hizi hatua hatuangalii unachezeje, kikubwa tunachoangalia umefuzu kwenda hatua inayofuata, na hicho ndo ambacho Simba wamekifanya. So tunawapongeza kwa hilo, lakini kuna vitu inabidi waviongeze kwa haraka sana kabla wajenda kukutana na Zamalek, kwa sababu la sivyo wakienda hivi kama ambavyo walikuwa wanacheza na Al Masry, basi tunaweza tukashuhudia vitu ambavyo watu hawapendi kuviona wala kuvishuhudia. Lakini kama watabadilika na kwenda kucheza kibingwa, basi tunaweza tukawashuhudia Simba wakifika finali, huenda pia na kuchukua kombe hili. So tuendelee kuona haya mashindano yatafikia wapi. Kitu cha kufurahisha sana kwenye huu mchezo ni jinsi ambavyo Simba waliuhype mchezo kutoka nje ya uwanja lakini mpaka ndani ya uwanja. Nje ya uwanja Simba walikuwa ni watu ambao wamealika watu tofauti hata ambao sio wana michezo, lakini walipata kualika ili waje kushuhudia mechi ya leo. Lakini pia ualikaji wao ulifanikiwa, kwa sababu wale walioalika walialika wachungaji, lakini pia walialika mawaziri,
wakaalika mashe. Inaonekana kabisa kwamba hii mechi ilikuwa ipo kiutamaduni zaidi na kidini zaidi, na ndio maana unaona kile ambacho kimetokea ni kitu ambacho ni positive. Ni pongezi kwa Simba kwa kuona hivyo, lakini pia wasije wakarudia huu mchezo wa kuiacha mechi iishe mpaka waende dakika 90 ikaamuliwe na matuta ya penalty. Siku nyingine haitakuwa bahati yao, watakuja kutolewa afu wajijutia wao wenyewe. Kwenye penalty hakuna mwenyewe, na ndio maana hiki ambacho kimetokea leo kwa Al Masry kutolewa hawezi kujilaumu, kwa sababu kwenye upigaji wa penalty kila mtu anaweza akafunga, kila mtu anaweza akapita, inategemeana na bahati yako. So bahati ya Simba ilikuwa ndio hiyo, wameweza kupita kuvuka kwenda hatua nyingine kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Lakini ni mechi ambayo ulikuwa ukiangalia unaona kabisa Simba alikuwa anapita hata bila ya penalty. So ni pongezi kwao, hongera sana 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 kwao, kwa sababu mechi ilivyoanza ilianza kwa hali ya chini sana, yani low temper sana sana. Ni kitu ambacho wengi hatukutarajia kukiona, kwa sababu tuliamini kwamba labda mechi inaweza kaanza kwa high pressure, yani high pressure, yani kwamba wachezaji wa Simba watakuwa na pressure ya juu kwenda kutafuta ushindi. Lakini ni tofauti na kilichotokea, ni kwamba wameanzia low temper, lakini walikuwa hapo sure, kwa sababu pia uwanja ulikuwa uruhusu sana kukimbia sana, ulikuwa na maji mengi, mpira ulikuwa utembei, so ilikuwa lazima ucheze kwa akili nyingi sana, na ndo ambacho Simba walikuwa wanakifanya. Magoli ya Simba yamefungwa na Mpanzu, Elie Mpanzu ambaye alifunga kwa free kick. Uwezo kusema free, ilikuwa ni tight angle, lakini tight position, lakini ni kwamba kutokana na kwamba tu yeye ana ile IQ ya kufikiria, aliweza kupiga ile shuti na likambabatiza au likafanya deflection kwa mchezaji wa Al Masry, na likampoteza goalkeeper ambaye alikuwa ana uelekeo wa kuona ule mpira na kuweza kuokoa. Baadaye ikashindikana, akafunga goli la kwanza, goli ambalo liliwapa nguvu Simba kupelekea kuja kupata goli la pili kwa kichwa cha Mkwala, Steven Dese Mkwala, ambaye alifunga goli zuri pia la kichwa, assist ya Zimbwe Junior ambaye alitoa kama cross, lakini ikamkuta Mkwala alifunga goli zuri la kichwa. So hiyo ndio ikapelekea mpaka mechi ikaisha 2-0, lakini baadaye ikawa ni 2-2 kwa upande wa aggregate. Baadaye wakaenda kupiga mikwaju ya penalty, na ndo hapo Simba walipopitia na kuenda zao. Kwa hii wamevuka kweli bwana, kama ambavyo wao walikuwa wamejiwekea na wamesema kwamba hii tunavuka, na ni kweli wamevuka. Lakini uvukaji wao sio uvukaji ambao ni mzuri sana. Tunawashauri tu kwa hizi mechi unatakiwa umalize mapema sana. Kama una uwezo wa kuimaliza mechi, imalize mapema kabla ya kufikisha kwenye kipindi ambacho utakuwa na stress na mawazo mengi sana. So pongezi kwa Simba, pongezi kwa uongozi wa Simba, pongezi kwa wachezaji kwa kuipeperusha bendera ya Tanzania na kuendelea kuiwakilisha Afrika Mashariki, kwa sababu hii ndio timu pekee ambayo imebaki kwenye michuano ya CAF. So ni pongezi kwao, na tunawaombea aidha wakafike mpaka finali na kuchukua kombe kabisa.